بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma baad, tunaendelea na vikao vyetu vya Ramadhani. Leo tupo na kikao cha 22 ambacho kinasema iqadhuhu sallallahu alayhi wasallam ahlahu fil ashr al-awakhir, kuamsha kwake mtume sallallahu alayhi wasallama wakeze ndani ya 10 hizi za mwisho. Hadithi ya Aisha iliyotangulia katika kikao cha 21 kwamba mtume alayhi salatu wasalam ilipokuwa ikiingia 10 la mwisho hukaza vikoi vyake na kuukesha usiku wake mzima na kuamsha ahli zake. Hadithi amepokea Bukhari na Muslim. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, idha dakhalta au idha dakhalat al-ashr al-awakhir min Ramadan, zitakapoingia siku 10 za mwisho za Ramadhani, fa'atan bi zawjatika, jihitamu na mke wako, wa auladika, na watoto zako wa kiume, wa banatika, na binti zako, wa ummik, na mzazi wako wa kike, wa abika, na mzazi wako wa kiume, wa ghairihi min al-ahli, na wengineo katika familia yako, katika ahali zako. Jihitamu nao liyaqumu fi hadhihi al-ashri, ili wapate kusimama katika hizi siku 10 za mwisho kwa kufanya ibada. Fa ayqidhuhum li salati al-layl, waamshe wasali sala za usiku, tahajjud, walistikthar min at-ta'at, waamshe wakithirishe kufanya taa. Wakadhalika tuqidhu al-mar'atu zawjaha wa ahlaha fil ashr al-awakhir, hivyo mke amwamshe mmewe, mke aamshe familia yake kunako 10 hili la mwisho. Liyaghtanimu hadhihi al-layali al-fadila bis-salati wa dhikri wa qira'ati al-Qur'an, ili wazitafute, ili wazitumie hizi siku 10 zilizokuwa bora kwa kusali, kwa dhikri, kwa kusoma Qur'an, wa duai, na kwa kuomba dua, mutaassiyina fi dhalika bi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ili au kwa ajili ya kumuiga mtume alayhi salatu wasalam, alladhi kana yuqidhu ahlahu fi hadhihi al-ashr, ambaye alikuwa akiamsha familia yake kunako hizi 10 la mwisho. Liya'tani ar-rajulu wal-mar'atu fi al-ashr al-awakhir bil-istikthar min at-ta'at, mwanamume na mwanamke wote wajihitamu, wajihimize kuzidisha mambo ya taa ndani ya hizi 10 za mwisho. Wa an yuqidha kullu minhum al-akhir, lidhalika ta'awunan 'ala al-birri wa taqwa, kila mmoja muamshe mwenzake, ili iwe ni kusaidizana katika mambo ya khairi na taa. Ikiwa wakati wa maasi tunasaidizanaga tunakwenda kwenye maasi, kwa nini kwenye wakati wa khairi tusisaidizani, tuwe watu wa khairi? Waqad qala ta'ala, na Allah anasema wataawanu 'ala albirri wa taqwa, saidizaneni kwenye mambo ya wema na mambo ya ucha Mungu. Wala taawanu 'ala alithmi wal 'udwan, na wala msisaidiani katika mambo ya madhambi na mambo ya uadui. Suratul Maida. وحتى لو اعتزل الرجل زوجته أو المرأة زوجها من أجل تفرغ للعبادات والطاعات بلا ضرر على أحدهما ولا إضاعة حق. حتى kama mmoja mwanamume atajitenga na mke wake au mke akajitenga na mume wake kwa ajili ya kujituma katika ibada na kufanya taa, pasina kila mmoja kumdhuru mwenzake wala kupoteza haki ya mwingine. Fanya hayo mambo, lakini chunga usipoteze haki ya mwenzako, usimdhuru mwenzako. Faqad jaa fil hadithi an Hubayra, ilikuja hadithi kutoka kwa Hubayra kutoka kwa Ali akisema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr al-ayqadha ahlah wa rafa'a al-mi'zara, kwamba mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa likiingia 10 la mwisho anaamsha ahli yake na vikoi vyake anaviinua kwa kuvikaza. Qila li Abi Bakrin, akaambiwa Abi Bakri, ma rafa'a al-mi'zara, nini maana ya kuinua kikoi?
Elewa maana ya neno kuinua kikoi. Qala, akasema i'tazala an-nisaa, anajitenga mbali na wake zake. Rawahu Ahmad. Ya subhanallah. Idha qumta ayuha ar-rajulu min al-layl litusalliya, ewe mwanamume ukiamka kusali usiku, fa ayqidh zawjataka litusalliya qiyam al-layl, muamshe mke wako ili apate kusali sala ya usiku. Wewe mwanamke ukiamka kusali sala ya usiku, muamshe mume wako apate kusali sala ya usiku. Jinsi mko pamoja hapa duniani, saidizaneni katika mambo ya kheri ili mjikutane mnakuwa tena pamoja ndani ya pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atujalie tu miongoni mwa watu wa peponi. Allah atujalie tu miongoni mwa watu wenye kufanya ibada zake kama jinsi anavyotaka. Sawa fi Ramadhan au fi ghairihi, sawa iwe ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani, mke na mume saidizaneni katika kumtii Allah. Mke na mume saidizaneni katika kumwabudu Allah. Amrishaneni katika mambo ya khairi na mkatazani katika mambo ya maasi. Mpenzi bora ni yule anayekuamrisha mema na anakukataza mabaya. Mpenzi bora ni yule ambaye atakayeridhika na kufurahi kesho mbele ya Allah nyote mkiwa katika watu wa peponi. Si mpenzi bora yule ambaye anajihitamu mwenyewe na khairati kisha anakusahau wewe na huku anadai kwamba anakupenda. Hayo si mapenzi hakiki. Utakapomwamsha mtu mke wako au mtu yoyote kufanya ibada, fa in abati fandah fi wajhiha alma, akikataa kuamka mrushie maji usoni mwake, hatta taquma minan naumi, hadi amke usiku kusimama kusali, litusalli qiyam al-layl, ili amke kusali visimamo vya usiku. Hadithi ya Abu Huraira, Mtume alayhi salatu wasalam anasema, rahimallahu rajulan qama min al-layl fa salla wa ayqadha imra'atahu, Allah amrehemu mtu ambaye amhurumia, ampe rehema zake, mtu ambaye atakayesimama usiku kusali akamwamsha mke wake. Fa in abati nadaha fi wajhiha almaa, ikiwa atakataa anamwagia maji usoni mwake ili tu amke kusali. Subhanallah. Tazama hii hadithi. Hadithun adhim. Inahimiza watu kufanya ibada, watu kukumbukana katika khairi. Hadithi amepokea Imamu Abu Daud kwenye nambari 1308 na kadhalika Ibn Majah amepokea hiyo hadithi. Na hii hadithi Sheikh Al-Albani rahimahullah akasema ni hadith hasanun sahihun kwenye kitabu Al-Mishkat au Al-Mishkat, hadithi ya 1230. Pia kwenye kitabu Ar-Rawdun Nadir, hadithi ya 962. Na pia kwenye Sahih Abi Daud, hadithi ya 1181. Watu saidizaneni katika ibada. Anta ayatuha almar'a, qumi min as-salah, qumi li salati al-layl fi Ramadan au fi ghayrihi. Hivyo mwanamke amka kusali sala za usiku ndani ya Ramadhan au nje ya Ramadhan. Wa ayqidhi zawjaki, muamshe mke wako, mume wako, liyusalli qiyam al-layl, ili asali sala za usiku. Fa in aba fandahi fi wajhihi al-ma'a, akikataa kuamka mume wako mrushie maji usoni. Idha kana la yalhaqu dararun lilhadith sabiq, ikiwa kwamba hakuna madhara. Maana kuna wengine mwanamume unaweza kumwagia maji Sheikh akaamka na kichwa usoni, akaamka na kuweka kichwa eti sijui mfanyia majanga. Hii ni kutokana na hadithi iliyotangulia, ambapo hapo juu tumeleta kipande
kwenye matamshi hiyo hadithi inaendelea ikisema wa rahimallahu imra'atan qamat min al-layli fa sallat wa ayqafat zawjaha fa salla. Allahu akbar. Allah amrehemu ampe rehma mwanamke ambaye amesimama kusali sala za usiku akamwamsha mume wake ili mume wake apate kusali. Fa in aba nadhat fi wajhihi almaa, ikiwa kwamba mume atakataa anamrashia maji usoni mwake. Kumbuka hadithi ya mtume iliyosema fadhfar bidhati dini taribati yadaka, mtafute mwanamke aliyekuwa na dini, itakuwa ni baraka tupu utakayopata ndani. Ukioa mwanamke ambaye si mwana dini, hizi khairi zote utazikosa. Utakosa mtu wa kukuhimiza kunako ibada. Nyumba itakuwa ni miziki kwenda mbele. Nyumba itakuwa ni maasi kwenda mbele. Hakuna jambo la khairi mtakalohimizana kwalo. Tafuteni nyumba za kwenda kuoa ndanimo. Allahu akbar. Ihris ayuha ar-rajul wal mar'atu ala qiyam al-ashr al-awakhir min Ramadan. Jihimize mwanamume na mwanamke katika kusimama kunako hizi 10 za mwisho ndani ya Ramadhani. wala tudhi'a hadhihi al-'asharata fil umuri tafiha, wala msizipotezi hizi siku 10, msizipotezi kwa mambo ya upuuzi na ujinga. Lianna kathira min ar-rijali yudhi'u hadhihi al-layali al-'ashara fil la'ib au fil majalisi lati la faidata fiha, kwa sababu wanamume wengi haya masiku wanayapoteza kwa ajili ya michezo. Mtu anakaa tu kwenye game. 10 la mwisho, siku za kuzidisha ibada, adhkar, Qur'an kwa wingi, wewe umiika tu uko ndani ya michezo. Umiika kwenye vikao ambavyo havina khairi ndani yake, havina faida ndani yake. Au fi tajawul fil aswaq, au mtu unakalia kuzunguruka tu sokoni, unaenda kutembea mahala ambapo hapana faida. Wakadhalika ba'dhu an-nisa'i tudhi'u layaliya, hivyo baadhi ya wanawake hupoteza hizi siku 10 layali al-ashar al-awakhir fil aswaq. Hizi siku 10 za mwisho wanazipoteza kwa kwenda tu sokoni, bahthan waraa umuri tafiha, kwa ajili ya kwenda kutafuta vitu ambavyo havina faida. Kukatwa anakimbizana na vitu ambavyo havifai, au malabisi lil-Eid. Mtu anashindwa kujishughulisha na ibada ndani ya 10 la mwisho, eti yuko muheka za Eid, anaenda kutafuta nguo za Eid. Huyu yuko tauni, huyu yuko soko fulani, huyu yuko Kariakoo, huyu amekwishaanza kupiga simu Uturuki viato nguo za Eid. Anakosa amani, anashindwa kukaa kwa Allah, anashindwa kurejea katika ibada ambazo zitamsaidia kesho mbele ya Allah. Anaikana kimbilia vitu ambavyo la yanfa'uhu ghadan, vitu ambavyo havitomsaidia chochote kesho. Au baadhi al-umuri tafia, mtu anaikana kimbizana na vitu ambavyo havina thamani yoyote. Au ghaira dhalik, fatanabaha lidhalika, kuweni makini na hivyo vitu. Tanabahini. ولا تطع أيها الرجل امرأتك إذا كانت سفيهة فتضيع عليك هذه الليالي العشر. ewe mwanamume, usikubali kumfuata mke wako ambaye atakayekuwa ni mpuuzi, mzembe, ambaye asiyetaka kujihitamu na ibada, ukajikuta amekupotezea muda wako wa hizi siku 10 kuikaa katika ibada. wala tuti'i ayyatuha almar'a zawjaki idha kana safiha, hivyo mwanamke hapana kumtii mume wako ikiwa kwamba vile ni mpuuzi wa ibada. Fatudhi'u alayki hadhihi al-'ashr, fatadhi'u alayki hadhihi al-'ashr, zikakupotea hizi siku 10. Kwa hiyo kwa makini ndugu yangu Muislamu, tuzidishe ibada ndani ya hizi siku 10 za mwisho. Kwa wale ambao walikuwa hawajaanza, bado hawajachelewa, muda bado upo. Hapa ndio itakuwa mwisho wa darasa letu hili la leo. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.